بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال وهو أصدق القائلين وجعلنا آية النهار مبصرة والصلاة والسلام على رسول الذي قال وهو أصدق القائلين خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Punde hapa lillahi hamdu tumesomewa Qur'ani na msomaji akamalizia na alama mbili kubwa zinazopatikana katika hii dunia, nayo ni alama ya usiku na alama ya mchana. Kama Qur'ani inavyosema, kama hauna ayatal layl waja'alna ayatan nahari mubsira, tukaifuta alama ya usiku ambao ni mwezi na tukaifanya alama ya mchana ni yenye kuonekanwa ambalo ni hili jua. Jua na mwezi ni moja katika dalili kubwa zinazofahamisha utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukisoma katika fasiri mbalimbali ni kwamba kilichokuwamo katikati ya mwezi kinachoonekana ni mahawi Jibrili alayhi salam. Kinachoonekana ni mfuto ambao alifuta Jibrili alayhi salam. Ni kwamba asli mwezi ulikuwa na dhiya kabla ya kuwa ni nuru, lakini Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma Jibril alayhi salam akaufuta, ukabaki ule mwezi hauna mwangaza wake wa asili, isipokuwa mwangaza wake ni kutegemea jua, kama vile anavyosema Qur'an, washamsi wadhuhaha walqamari idha talaha. Na hapa kwa jua na mwangaza wake na mwezi pindi unapoandamia lile jua, ni kwamba jua Mwenyezi Mungu kajalia kwamba ni dhiya na mwezi kaufanya ni nuru, kwa sababu mwezi unaakisi kutoka kwenye jua. Na hivi ndivyo ambavyo inavyozungumzwa katika taaluma zote za kisasa. Lakini Mwenyezi Mungu akaifanya ya alama ya mchana kuwa ni mubshira, tena akasema ili mtafute fadhila zake, kuonyesha kwamba ni sawa na kusema waja'alna an-nahara maasha, tumeufanya mchana kuwa ndio wakati wa maisha. Sasa manake ni wakati wa mihangaiko. Hii ni kwa nini? Ni kwa sababu mwangaza wa mchana ndio asili ya watu kupata mahitaji yao. Hata chakula hakipatikani ila kuwe na mwangaza unaotokana na jua unaoitwa falak. Ndio pale Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anatuambia qul a'udhu birabbil falaq, sema najilinda kwa Bwana wa falak, yani wa asubuhi. Sasa manake ni nini? Ni kwamba asubuhi wakati jua linapochomoza huwa linachomoza na miale mingi sana, miangaza aina nyingi, lakini katika miangaza hiyo kuna mwangaza ambao unaitwa falak. Ule mwangaza ni wa asubuhi mpaka wakati ule wa dhuha.
pale upatikana mwangaza unaitwa falaq. Ule mwangaza ndio unaosababisha mimea kupata tanasul, uwezo wa kuzaana. Ukisikia kwamba kuna kitu kinachoitwa photosynthesis, mmea kujitengenezea chakula chake kwa kutegemea vitu viwili, mwanga wa jua na rangi ya kijani inayopatikana kwenye mimea, kama Qur'ani inavyosema katika sura ya 6:99 kwa wasomi wa sekula. Aya hiyo inazungumzia habari ya photosynthesis, lakini photosynthesis ina munasaba mkubwa na kufanywa kuwa jua ni mubsira, kwamba lenye kuonekanwa wazi, ni alama ya Allah inaonekana wazi, kama Qur'ani inavyosema huwa alladhi anzala minas samai ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba. Aya hii inahusiana na kitu na suala zima la photosynthesis, kwa sababu hapo kumetajwa, Mwenyezi Mungu anasema yeye ndiye ambaye ameteremsha mvua, maji haya kutoka mbinguni, kutoka angani. Fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in, tukatoa kwa maji hayo mimea ya kila namna. Fa akhrajna minhu khadra, tukatoa ndani ya kila mmea, katika hiyo mmea kila aina, katika mmea ikatolewa rangi ile ya kijani. Qur'ani inaizungumzia hapa kazi ile rangi ya kijani, nukhriju minhu habban mutarakiba, tunatengeneza tunatoa tumba za chakula ambazo zilizojipanga. Sasa hii ni kitu wanachokiita chlorophyll katika sayansi ya sasa, ndio chlorophyll, kwamba rangi ya kijani katika mmea kazi yake ni nini? Moja kazi yake kubwa ni kutengeneza chakula cha mmea. Sasa maajabu ya Qur'ani hapo yako wapi? Hapo kungehitaji tafiti, kama madai tunavyosema ni maajabu ya Qur'an. Lakini Qur'ani imezungumza kwamba rangi ya kijani kuwepo kwenye mmea, chakula, mmea unatengeneza chakula chake, kwamba kunapatikana tumba za chakula. Ni kwamba Qur'ani kuzungumzia photosynthesis, jambo la karne ya 19, na Qur'ani ni kitabu cha miaka 1400 kabla ya kuzaliwa sayansi. Hii ni maajabu makubwa yanaonekana ni ijazu ilmi fi Qur'an. Lakini photosynthesis haitokei ila kupatikane mwangaza wa jua, na ule mwangaza ni falaq. Ndio maana katika sura nyingine kule Mwenyezi Mungu akajiita jina la Faliq, akajiita Faliq, kwamba ni Faliqul isbah, ndio mwenye kuipasua ile nini asubuhi. Ni kwa sababu kuna mwangaza unaitwa falaq ambao kupatikana kwake ndio mmea unaweza ukatengeneza chakula. Lakini ule mwangaza wa falaq kuwapo na maji, kama sema anzalna minas samai nini maa, tumeteremsha kutoka mawinguni huko maji tu yakishuka haiwezekani mmea ukachomoza. Fakharajna bihi huwa alladhi anzala minas samai maa faakhrajna bihi nabata kulli shay'in, tukaotesha mimea kila namna. Sasa mimea inaotaje? Kwa kutumia maji. Qur'ani inatueleza kwamba lazima kupatikane vitu viwili.
ndio mmea uweze kuotesha, kwamba mbegu uliyoipanda chini au mbegu inayopatikana chini ya ardhi, ili yote Qur'ani inasema lazima kuwe na vitu viwili. Zile soil particles, hizi chembe za udongo hizi, ziwe na sifa mbili kubwa. Sifa ya kwanza ni shaking, kutikisika, al-ihtizaz. Sifa ya pili ni ar-ridwa, swelling, kuvimba. Qur'ani imeainisha kwamba sifa mbili hizi ndizo zinazosababisha za udongo, lakini hizi ni sifa za udongo ndio zinazosababisha udongo uweze kutoa mmea. Katika Qur'ani sura ya 22 aya 5, tazama hilo: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت لكن وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. kwamba sema utaiona ardhi haina mmea aina yote, ni hamida, iko tupu. Tunapoteremsha juu yake maji kama hivi mvua inavyonyesha, ile ardhi asema ihtazat, inatikisika. Lakini haitikisiki tu, la pili warabat, na inaumuka. Inaumuka ni soil particles, ni chembe zile za ardhi za udongo. Wa ambatat min kulli zawjin bahij. Ngoja tufasiri kama walivyofasiri baadhi kufiyi, kwamba wao isiwe ni mutlaqul jami', lakini ifidishe taratibu. Na ndio moja katika watu walionyesha maajabu katika nahau ni Hawa, usema kwamba kuna wao ambao wanafidisha taratibu, na sisi tunajua kwamba wao yafidisha ni mutlaqul jami' na inafidisha mughayara, sio? Lakini hapa baadhi kufiyin wakasema katika aya hii wao kwa maana ya fa'u ya tartib au ya ta'qib, kwamba ambatat min kulli zawjin bahiji. Kisha baada ya hapo ni kwamba ule mmea unaotesha kila aina ya nini, ile ardhi inaotesha kila aina ya mmea uliokuwa mzuri. Ajabu ya Qur'ani hapa kwa mujibu wa aya yetu iko kwenye maneno mawili haya, ihtizaz, na iko kwenye ar-ridwa, kule kutikisika kwa udongo na kuumuka. Mwaka 1870 Mwingereza mmoja akiitwa Robert Brown alipata tuzo maalumu ya kugundua kwamba ardhi hii haiwezi kaotesha mmea mpaka zile soil particles ziwe na sifa mbili. Sifa ya kwanza ni shaking na soil, ni kutikisika na kuumuka, kuvimba. Jambo hili ndilo ambalo limeelezwa ndani ya Qur'ani katika karne nyingi kabla ya Robert Brown hajazaliwa, 1870. Qur'ani mwisho kushuka ni mwaka 633. Hii ni kuonyesha kwamba kitabu hiki cha Allah subhana ambacho ni Qur'an ni muujiza unaoendelea, ni maajabu ambayo hayana mwisho. Kwa hiyo tunaporudi kwamba Mwenyezi Mungu amefanya kwamba jua ni mubsira, na tukataka kuunganisha na swala zima la mimea kuota, ni kwamba pale bado kazi ya maji haijesha, bado mmea hawezi ukaota ila kupatikane na mwangaza wa jua. Na ule mwangaza sio kila aina mwangaza. Kuna mwangaza wa asubuhi, mwangaza wa mchana, mwangaza wa jioni, mwangaza wa kuzama jua. Kila mwangaza katika jua una matumizi yake.
Huu mwangaza wa kuanzia wakati wa dhuha mpaka wakati wa mchana, kunatokea pale katika mwili kemikali maalumu, ambao hiyo kemikali ndio inayowezesha mwili usiku kutoa kemikali nyingine inaitwa melatonin, inayomfanya mtu aweze kulala usiku. Kemikali inayotolewa na jua inaitwa serotonin, ambayo pia inasababisha mtu kuwa katika mood, ayakuna insanu fil mizaji sawia, kwamba mwanadamu awe katika mood iliyokuwa sawa sawa. Ni kwamba lazima kuwepo na jua. Jua moja ya matumizi yake makubwa ni kuimarisha akili, haswa jua la kabla kidogo ya adhuhuri, wakati zawalu shamsi inatokea pale. Jua lile ndio jua linalorutubisha akili, lakini jua lile nalo lina mchango mkubwa kwa mwanadamu kuweza kulala usiku. Yani hili jua hili linadhibiti mfumo wa ulalaji wa mwanadamu. Kwa hiyo kulala na kuamka yategemea na nini? Uwepo wa jua. Jua kuzama au jua kuchomoza. Mwenyezi Mungu anasema kwamba akaifanya hii alama ya mchana nini? Ni mubsira. Lakini hili jua unapoliona ni kwamba ndio kawakibu zote sayari. Kuna vitu vinavyoitwa kawakibu katika anga, kawakibu na kuna buruji. Buruji ni 12 na kawakibu pia. Sisi upande wa Uislamu kawakibu ni 12, kwa mujibu wa swali aliulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Bastanul Yahudiyu alipoulizwa idadi ya kawakibu katika anga. Angalia tafsiri ya surati Yunus, surati Yusuf. Pale Myahudi alimuendea Mtume Muhammad akamuuliza, hizi kawakibu sayari ziko ngapi? Mtume akamtajia sayari 10 na ngapi? 12. Ajabu, katika zile sayari mojawapo alitaja ile inaitwa At-Tariq. Na At-Tariq tunajua ni ile nyota ambayo inayogonga katika anga, inaitwa An-Nabidh au Khanis. Lakini huko tupache. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuliweka jua katika huu ulimwengu ni faida kubwa. Kwa hiyo jua lile la falaq kali, jua la asubuhi, mwangaza wake ndio unaosababisha mmea kuchipuka chini ya ardhi. Lakini lazima kuwe na maji, na jua lile pia ndani yake kuna kijoto fulani hivi kinachopatikana kutokana na ile jua, kijoto maalum. Joto lile nalo ndilo linalosababisha pia mmea kuweza kuota. Bila hivyo mmea hauoti. Kwa anaposema waja'alna ayatan nahari mubsira litabtahu min fadlan min rabbikum, ili kutafuta fadhila zitokanazo na Mola wenu. Ni kwamba ni kutuambia kwamba waja'alna nahara maasha. Pale aliposema Mwenyezi Mungu waja'alna naumakum subata, tumefanya usingizi wenu ni mapumziko. Unajua kwa nini usingizi ndio umeitwa mapumziko alafu mchana akaufanya ni maashi? Kwa sababu wakati wa usiku mwili ukishatoa kitu kinachoitwa melatonin, mwili unapumzika. Kuna kitu anachokiita metabolic rate. Metabolic rate inashuka, yani ule uwezo wa mwili, metabolism, uwezo wa mwili kufanya kazi yake wakati wa usiku unashuka, kwa sababu mwili unatakiwa upumzike. Na kwa nini upumzike? Kuna mabadiliko yanayofanyika, kuna service ndani ya mwili inayofanyika. Miongoni mwa service ni kurutubisha akili wakati mtu kalala. Sikuelewana lakini kurutubisha akili wakati mtu
kalala. Lakini wakati umelala pia ndio wakati sumu zinatolewa ndani ya mwili. Lakini wakati umelala ni kwamba asilimia kubwa mapigo ya moyo yameshuka, kila kitu kinashuka, utendaji wa mwili, hata mfumo wa kumeng'enya, yani kusaga chakula, unashuka. Kwa hiyo ukilala ni kipindi ambacho umepumzika. Qur'ani ikasema waja'alna naumakum subata. Kalimatu subat, hili neno subat manake ni mapumziko makubwa. Ndio maana wakati wa usiku Mwenyezi Mungu akafanya ni wakati wa mapumziko. Kwa hiyo Qur'ani, kila aya utakayoiona huwezi kukosa maajabu ndani ya Qur'ani. Kila aya ni ajabu katika Qur'ani. Lakini kufanya waja'alna an-nahara ma'asha ni kwamba mtu anapoamka tu mwili unatoa kemikali ambazo zinamfanya awe kwenye mishughuliko, na huu ni kwa sababu ya mwangaza wa jua. Ndio hapo Mwenyezi Mungu akaapia kwa kila namna kutumia mwangaza wa jua. Kwa hiyo tunapozungumzia maajabu ya Qur'an, ndani ya kuna maajabu ambayo ni dhati na kuna maajabu ambayo ni ilmi na kuna maajabu ambayo ni lafudhi. Hata matamshi ya Qur'an huwezi kufanisha na matamshi mengine duniani. Lakini ukija kwenye maajabu ambayo ni dhati, kumbuka lile tukio la wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahaba waliona nyumba ya Thabit bin Qais Shammas ibn Shammas inawakataa sana usiku. Nyumba yote imezingirwa na taa. Ilipofika asubuhi, walimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Rasulullah, araaita Thabit bin Qais bin Shammas, uliwahi kumuona wewe Thabit bin Qais bin Shammas? Masaha kitu gani? Asema lam tazal daruhu albariha tuzhiru masabiha, haikuacha kuwa nyumba yake jana ni yenye kuwaka taa, kila bahari inawaka taa, mataa ajabu ajabu. Mtume akasema la'allahu qaraa surat al-Baqara. Huyo kwa hakika, sababu la'alla kwa dhati ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hakika, sivyo? Kwa hakika huyo kasoma ni surat al-Baqara. Sasa kumbe hili ni maajabu katika yale ajaibu dhati, ijazu dhati. Qur'ani yenyewe kwa dhati yake ni maajabu, sababu ndo kitabu peke yake kikisomwa imani inapanda. Ni ukisoma novu huwa imani inapanda? Haipandi. Lakini Qur'ani ikisomwa na ukaisikiliza, wewe Qur'ani kisomwa wajua maana yake, hujui, imani Mwenyezi Mungu anaipandisha. Ni maajabu pia, maajabu ya dhati ya Qur'an. Lakini labda tuangalie aijazu ilmi kidogo au aijazu lafdhia. Sasa tusike wapi? Ijazu lafdhia tumewahi kutazama majuzi hapa neno alaqa. Khalaqal insana min alaq, amemuumba mwanadamu kutokana na alaq, pande la damu. Sasa moja ya maajabu ya Qur'ani hapa yapo kwenye lafzi, kwenye tamko lenyewe ya alaq. Alaq ni pande la damu, na alaq haipatikani ila baada ya kupatikana nutfa, na nutfa haiwezi kuwa na alaq mpaka kupatikane kitu kinachoitwa almushdu. Nini
almushdu. Na almushdu ni nini? Kwa tafsiri ya Ibn Kathir kamnukuu Abdullah ibn Abbas alipotafsiri inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin, kwamba amshaj ni jamu ya mushdu. Akasema ai ma ar-rajuli wa ma al-mar'ati idha jitamaa wa ikhtalafa. Hapa hii aya nzima ina maajabu makubwa sana, kwamba inna khalaqna al-insana, haika tumemuumba nani? Mwanadamu. Min nutfatin, kutokana na nutfa. Useme nutfa. Sa nutfa ndo anaita reproductive cell, kwamba ndio chembe hai ya uzazi. Sasa nutfa ndo tuliumbiwa nayo, la yura bil aini al mu'tada, hayonekaniki kwa hili jicho la kawaida, lakini Qur'ani imetaja. Na Qur'ani wakati inataja nutfa, sayansi haija karibia hata kidogo kuzaliwa, wala haina habari kwamba duniani kuna kitu kinachoitwa nutfa. Hakuna kwamba kuna kitu kinaitwa sperm. Sayansi kwa hii imejua baada ya mwaka 1677 nutfa imegunduliwa na bwana mmoja anaitwa Van Hoek mwaka 1677. 1679 ikatangazwa kwamba ni ugunduzi rasmi. 1701 ndio ikaidhinishwa nutfa, lakini Qur'ani imezungumza. Sasa amshaji, Ibn Abbas tafsiria, ambao ni mchanganyiko wa mbegu ya kike na, kwamba mwanadamu kaumbwa kutokana na mchanganyiko wa mbegu ya kike na ya kiume, ndio tafsiri yake. Akasema aima ar-rajuli wa ma al-mar'ati idha jitamaa wa ikhtalafa, kwamba hapo Mwenyezi Mungu anakusudia mbegu ya uzazi. Pamoja na umetajwa ma ni ala sabili dhikri al-mahalli bi iradati al-hal, majazi al-mursal, watu wafanizi kwamba yakusudiwa hapa nutfa, kwamba mbegu ya uzazi ya mwanamke, chembe hai ya uzazi ya mwanamke na chembe hai ya uzazi ya mwanamume, pindi zinapokutana na zikachanganyikana. Muangalia hapa Abdullah ibn Abbas maneno anayosema. Haya maneno Abdullah ibn Abbas kama yalivyo yamekuja kujulikanwa rasmi na kutamkwa hivyo hivyo baada ya mwaka 1920, na ndio kitu kinachoitwa fertilization, union of male and female gametes, muunganiko wa mbegu ya kike na mbegu ya kiume to form zygote, kutokea alaqa. Unasema inna khalaqnal insana min alaq, tumemuumba mwanadamu kutokana nini? Pande la damu. Hii alaq hii tunatafuta maajabu ya nini, ya lafzi, maajabu yaliokuwa katika tamko lenyewe ndio tunachotafuta. Lakini lazima ujue kwamba alaq yapatikanaje. Lazima mbegu ya kike na kiume kiungana, cha kwanza kutokea kinaitwa alaq, pande la damu. Kwa nini inaitwa hivyo alaq? Na alaqa maana yake sametundika, ni alika. Alaq ni kitu, ni kutundika kitu ambacho kimetundikwa ndio kinaitwa alaq. Sasa kwa nini inaitwa alaq? Kwa sababu ndani ya fuko la uzazi ndivyo inavyokaa ile pande la damu, chaingia inakuwa imejikamatia hivi. Wenyewe wataalamu wasema it's a leech like structure, ni kama kupe ambaye kamata hivi kaning'inia. Na Qur'ani katika maajabu ya kitamko ikaja neno hilo alaq. Kule atuambia fakhalaqna la alaqa mudagha katika suratul Mu'minin,
tukaumba hiyo alaq tukaifanya kuwa ni pande la nyama. Kwa nini tu mudagha? Unajua mudagha ni kitu kilichotafunwa, yatokana na fi'li madagha, ametafuna. Almudagha ni kitu kilichotafunwa tafunwa. Angalia hapo maajabu ya kilafdhi ya kitamko ni kwamba pande la nyama likitoka kuwa ni pande la damu na kuwa pande la nyama. Qur'an inavyosema pande la nyama ni blastocyst, ni kitu ambacho kikitazama ni kama vile kilicho tafunwa kama kumepita meno katikati, kwa sababu ni ule migawanyiko inagawanyika migawanyiko 16 mpaka 36. Ile migawanyiko yake kama imekatika katika hivi, ni kama kitu kilicho tafunwa. Qur'ani ikaita kama inavyoonekana, ikaita mudagha. Sasa ajabu hapa kubwa ni nini? Ilmu hizi huwezi kuzifahamu kwa njia ya elimu hizi isipokuwa huwe na microscope. Tumie microscope, lakini Mtume Muhammad kaelezwa ndani ya Qur'ani bila microscope. Lakini elimu za kimicroscope zimekuja kujua baada ya miaka 1400 huko baadaye. Kwa lazima iwe nutfa ni moja ya ajabu kubwa sana katika dunia. Moja ya maajabu makubwa ndani ya Qur'ani katika dunia ni nutfa, kwa sababu tangu hapo haionekani ila utumie microscope. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia namna uzazi unavyopatikana kutokana na hizi nutfa, kutuonyesha kwamba zinatoka nyingi sana kwa mujibu wa Mtume Muhammad. Lakini na ufanikiwa awe ni mtoto baina ya mimi na wewe, awe ni mtoto ni moja tu, nyingine zote zitakuwa haziwezi kuwa ni mtoto, hawezi kuzalikana mtoto. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ma min kulli ma'i yakunu walad, si kila manii, ikusudia kila nutfa inageuka kuwa mtoto. Ni maneno ya Mtume Muhammad. Angalia sasa watu wa science, soma kitabu kidogo tu, biological science, utaona ndani anasema kwamba zile nutfa inapotoka kwenye mwili wa mwanamume, toka kwenye mwili wa mwanamume kwa mara moja tu, kitoka kwa mara moja tu, tadafuki moja tu, ndani yake kunatoka milioni 100 mpaka bilioni 1, milioni 100 mpaka bilioni 1 kwa mara moja. Lakini anafanikiwa kuwa sasa ni mtoto, sio zote, inaweza kuwa moja tu, au zikaingia mbili zikaungana, huko atapatikana mapacha, au ile moja iende igawanyike ndani mara mbili, ni ile moja mbegu ya kike na kiume zimeungana moja, alafu iende, Mwenyezi Mungu ajalie iende ikatike katikati mbili, kutatokea mapacha hawa wanaofanana. Tazaliwa watoto wawili lakini wametokana na mbegu ya mwanamke moja na mbegu ya mwanamume moja, alafu zikikatika kwa ndani, kaenda kagawanyika kwa ndani, watatokea mapacha wanaofanana. Lakini ikatoka moja ikaungana na yai moja, na nyingine ikatoka moja ikaungana na nyingine moja, kukatengenezeka watoto, watatokea mapacha wasiofanana. Ikatokea ile moja zikaungana alafu zikakatika, lakini haikumalizikiwa kukatika, ikakuwa hivyo hivyo, watatokea mapacha walioungana. Na miongoni mwa mfano wa mapacha walioungana katika historia ya Kiislamu ni Abdu Shams, ndio baba Banu Umayya wote, Abdu Shams na Hashim bin Abdul Muttalib. Hashim baba yake nani? Abdul Muttalib, mtoto wa Abdul Manaf. Hashim si mtoto wa Abdul Manaf,
na Abdul Shams ibn Abdul Manaf. Hawa wawili walizaliwa mapacha walioungana. Kwa hiyo Banu Umayya na Banu Hashim ni mapacha walioungana hawa. Babu wa Banu Umayya ni Abdul Shams, ambao katika Banu Umayya huko nawapata kila sina Uthman bin Affan. Lakini babu wa Banu Shams, babu wa nani wa Banu Hashim ndio Hashim bin Abdul Muttalib. Hashim na Abdul Shams waliungana, na ndio operation basi ya kwanza duniani iliyofanikiwa ya mapacha walioungana. Ni mapacha babu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuonyesha sasa pia kuna somo tuwasoma kwamba taaluma zilikuwepo tangu enzi hizo operation. Sasa operation inaosumbua sana ni ya mapacha walioungana, na operation ya kwanza duniani ya mapacha walioungana ni ya mwaka 1885. Mapacha wawili wa Thailand walikuwa wameungana. Sasa Qur'ani ukisema ni maajabu, tukirudi kwenye maajabu ya Qur'ani, kuna maajabu ya matamko. Hata yale matamko yenyewe yanaleta maajabu makubwa mno. Lakini ukija ama kwenye ijazul ilmi, sasa ijazu ilmi, maajabu ya kielimu ni kama hivyo. Qur'ani kuzungumza nutfa, Qur'ani kuzungumzia fertilization, muunganiko wa mbegu ya kike na ya kiume, Qur'ani kuzungumzia mathalan asili ya chuma. Nimesoma kitabu kimoja nikiandika hapa, kinaitwa Space Forces. Nikakuta maneno asema modern physicists claim that, kwamba wasomi wa fizikia ya anga wamedai kwamba origin of the iron is a space. Asili ya chuma ni anga, kwamba chuma hiki tulichokuwa nacho hapa ardhini asili yake kimetoka mbinguni, kimetoka angani. Na ni kweli ukitazama Qur'ani katika hili, ni aya 25 suratul Hadid, wa anzalna alhadida. Sio imetosha hapo tayari kuona huyo. Tena asema modern astrophysics, kwamba wasomi wa fizikia ya anga wa kisasa ni modern. Kwa maana kama ni wa kisasa, ni tunu kubwa wao kugundua na kufahamu kwamba asili ya chuma inatoka angani. Lakini kwa sisi Waislamu kila siku tunasoma Qur'ani kwamba wa anzalna alhadida, tushajua zamani, tumekiteremsha chuma. Pamoja na kwamba utakuta katika baadhi ya fasiri neno hapo inzal kwa maana aujadana, wa aujadana alhadida wa khalaqana alhadida. Lakini hii unaposoma qawaidul fiqhiyya ni tafsiri za kimajazi, zilitafsirika inda ta'adhur alhaqiqa, min ta'adhur alhaqiqa, pale ilipokuwa imeshindikana nini hakika kulingana na zama. Sio la pamoja, wakatafsiri tumeumba chuma. Mungu asa tumekiumba chuma, tumekipatisha chuma. Sasa kaida moja katika kawaidul fiqhiyya inasema aslul kalam haqiqa, fa idha ta'adharat alhaqiqa
yusaru ila majaz. Asili ya maneno ni nini? Hakika. Inaposhindikana hakika ndio inapelekwa kwenye majazi. Sasa hakika ipo katika dunia yetu kwamba chuma kimetoka juu mbinguni. Kwa lazima tuirudishe hii tafsiri kwenye maana yake ya hakika. Ndio mufasiruna ambao ni muasirin hawa ndio wanaokwenda anzalna alhadida, ikawa kwamba ni tumekiteremsha chuma, na chuma ni kweli is from the space. Ngoja nikupe mfano. Kuna katika kitabu kinachoitwa Nature's Destiny anaeleza asili ya chuma. Michael Denton, mwana sayansi anaitwa Michael Denton, kitabu Nature's Destiny, asema of all the metals there's none essential to life than iron. Katika hivi metali zote hakuna ambayo ni muhimu kwenye maisha ya mwanadamu, asema, kuliko chuma. Yani hakuna ambacho kina manufaa kuliko chuma. Asema it's the accumulation of iron in the center of a star. Ni mkusanyiko wa chuma, madini ya chuma kati ya ndani ya nyota, which trigger a supernova explosion, ambayo iliyosababisha kutokea mlipuko wa nyota unaitwa supernova explosion. Sasa hapa tu huyu Michael Denton katika kitabu chake Nature's Destiny tayari anatuambia kwamba chuma angani mahala kilipotokea ni wapi? Ni kwenye nyota. Tuko pamoja? Kimetufikiaje hapa sasa kutoka kwenye nyota? Ni kupitia vimondo. Vimondo ni nini? Vimondo ni miamba ya nyota iliyo pasuka. Mbona? Kimondo ni miamba ya nyota iliyo pasuka. Haya imetokeaje? Ni kwamba kuna nyota ambazo ni kubwa mno katika ulimwengu. Zipo nyota ambazo ni kubwa kuliko jua mara 700. Hizo ndio giant stars, wanaita giant star. Al-amaliq humur, wenyewe wanaita hivi. Mwenyewe utakisia hizo irabu zimekakaje. Al-amaliq humur, kwamba hizo ndio zaitwa al-amaliq humur, ni kwamba ni giant stars. Hizo ndio zenye sifa, sio nyota zote zinazopasuka. Hizo ndio zenye sifa ya kupasuka, na ule mpasuko ndio unaitwa supernova explosion, al-infijarul azim. Sasa kwa nini pasuke? Ni kwamba madini ya chuma kinapokuwa ni kingi katika zile nyota inasababisha na pasuka. Ikipasuka kuna miamba ambayo inaangukia angani huko. Unajua hii anga ni dude kubwa sana. Inaanguka mpaka inafika kwenye mfumo wa al-majmu'atu shamsia, solar system, mfumo wa jua na sayari. Itazunguruka ule mwamba pale, kisha utaingia ule mwamba kwenye anga yetu hii ya dunia. Ikishaingia kwenye hii anga ya dunia hii, samaa dunia, kunatokea msuguano wa ajabu ambao unasababisha kutokea moto. Ule moto unaouona kwamba nyota ile ikienda kuanguka, sinaiona mara nyingi. Kwamba kuna wakati unaona kimondo kinapita, ni shihabu thaqib, kwamba imeitwa shihab kwa sababu kina moto. Sasa kikianguka kile, huwa yale mwisho wake ni kuanguka. Ikifika tu kwenye anga ya dunia, jua inaenda kuanguka. Mwaka 1922 eneo linaloitwa Hoba, tuko kwenye maajabu ya Qur'an,
maajabu haya sasa apeleke Hoba, kijiji cha Hoba kipo kule Namibia, sehemu ya Namibia. Mwaka 1922 mkulima mmoja alikuta chuma pale ambacho kina kilogramu 60,000 kwenye shamba lake, maeneo ya shambani mwake. Wataalamu kuja kupima, waligundua kwamba ni nyota ambayo ilianguka, ni kimondo ambacho kilianguka. Kilipopimwa, ule mwamba ulipopimwa pale, ulikutwa kwamba una chuma 99%, madini ya chuma. Mwaka 1930 Mbeya, Tanzania, Mbozi 31 iligundulika kwamba kuna nyota ambayo ilianguka, pande la nyota ambayo lilianguka pale Mbozi, ambayo ni moja ya vituo vya utalii mpaka leo. Kilipopimwa ilikutwa sehemu kubwa ni chuma. Ndio pale sasa wataalamu kila wanapokwenda kufanya tafiti mahala ambapo kimondo kimeanguka, wanakuja kukuta kwamba asilimia kubwa kile kimondo, mwamba ule una chuma. Ndio hapo kwenye vitabu kama Space Forces wakasema modern astrophysics, kwamba hawa wataalamu wa fizikia ya anga wamedai wanasema kwamba asili ya chuma kinatoka kwenye anga, ambayo imekutana na Qur'ani 25 aya 57. Sura 57 aya 25. Nadhani atomic number kwa wasomi wa sekondari, atomic number ya aya ninakumbuka ni 57. Alafu sura ikawa ni 57 inayozungumzia chuma. Chuma chenyewe atomic number yake ni 57. Aya yake ni 25. Wa anzalna alhadida, tumeteremsha chuma. Ni maajabu kwa sababu ni maajabu makubwa ya Qur'an, kuonyesha kwamba Qur'ani ni taaluma pana na yenye ajabu kubwa sana. Waliwahi kusema wakati wa mwanzo, wasomi kama mnasoma, kama yuko msomi wa philosophy taelewana vizuri, alisoma falsafa. Katika falsafa kuna topic inaitwa philosophy of mind. Pale kwenye philosophy of mind kuna ile theory maarufu inaitwa panpsychism au panpsychism, utakavyotamka wewe, ni panpsychism au panpsychism. Panpsychism wao katika hiyo wanasema all things are fundamental and obligatorious. Kwamba kila kitu ni msingi na katika suala la uelewa vitu vyote ni sawa alivyoviumba Mwenyezi Mungu. Hasa kila kitu kina ufahamu. Tunatofautiana nao hapa wanaposema kuna theory yao nyingine wanasema si tu kwamba kila kitu kina ufahamu, bali kila kitu kina akili. Hapo sasa hapo inakwenda kinyume na huko, kwa sababu Qur'ani ni Mwenyezi Mungu anasema innahu laqaulun fasl. Qur'an ndio neno ambalo la kweli lenye kupambanua mambo vizuri. Hapa kwenye panpsychism theory yao hii tunakwenda sambamba kwamba kila kitu kina ufahamu aina yake Mwenyezi Mungu ameweka. Si ndio pale kwenye sabih isma Mwenyezi Mungu anasema sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawa walladhi qaddara fahad. Kote huko wamemuondoa Maamud.
wa hadfu al-ma'muli yadullu ala al-umum, sio kaondoshwa maamuli. Sabih alladhi khalaqa, ina maana alladhi khalaqa kulla shay fasawwa kulla shay, ambaye ameumba kila kitu na kufanya sawa kila kitu, mpaka walladhi qaddara kulla shay fahada kulla shay. Hidayah haiwezi kupatikana bila ufahamu. Kwa hiyo bana, aya hii yaendana na theory hiyo ya falsafa ya falsikizi, kwamba kila kitu Mwenyezi Mungu amekiwekea ufahamu wake. Si ndio pia Qur'ani inasema sema la min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu, hakuna chochote ila kinamsabihi Allah kila unachokiona, lakini hii hamfahamu tasbihi zake. Sasa kitamsabihi Mungu kitu kisiokuwa nafahamu. Law anzalna hadha alqur'ana ala jabal ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah. Qur'ani ingeteremshwa kwenye majabali, mngeona Qur'ani inakuwa na khushu', unyenyekevu. Majabali, milima, mawe mazito ya majabali. Sasa mawe yanakuwaje na khushu'? Khushu' si utambuzi huo, manake imemtambua jiwe na mtambua nani? Allah subhanahu. Kwa hiyo kuonyesha kwamba kila kitu kina nini? Ufahamu. Qur'ani ilipoeleza karne nyingi huko zilizopita, ndio wataalamu wanakuja kuibuka na yao sasa hivi, wanakuja kusema kumbe imefahamika kwamba kila kitu kina ufahamu wake. Haya yote ni maajabu katika Qur'ani. Ndio sasa maajabu ya Qur'ani, ndio Abu Suri kula akasema laha maani kama ujil bahari fi madad, wa faqa jawharihi fil husn wal qiyam fawatu ad wala taqsu ajabuha wala tusamu ala likthar bisab. Hii Qur'ani laha maani kama ujil bahari fi madad, ina maana nyingi mno, kama yale mawimbi ya bahari, namna yanavyosaidiana yakapeana nguvu, wanakuja wimbi hili, hakuna idadi ya mwisho wa mawimbi ya bahari. Basi ndio maana za Qur'ani ziko hivi. Wa fawqa jawhari fil husni wal qiyam, na ni zaidi ya johari inayopatikana baharini kwa uzuri na kwa thamani. Hii Qur'ani maana zake ni zaidi ya uzuri wa johari zilizokuwepo baharini. Kwa nini zitajwe johari za baharini? Kwa sababu ndio johari ndio madini ya thamani kubwa kuliko yote katika dunia hupatikana wapi? Baharini. Na madini ya thamani kubwa kuliko yote ni yatima. Madini yanaitwa nini? Yatima. Yatima ni aina fulani ya lulu ambayo ina thamani kubwa kuliko chochote. Ukipata maisha yako yamekaa vizuri kabisa, hasa iwe ni al-yatimatul asma. Iwe ni al-yatimatul asma, kwamba ni ile yatima ambayo imefunikwa ikahifadhika vizuri. Ndio pale katika Barzanji akanukua yale maneno yalikuwa kwenye Hamzia kwamba habadha yaqidun su'dadi wa fakhari anta fihi al-yatimatul asma, akisifu nasabu ya Mtume Muhammad, kupatikana yeye mtume ndani ya nasabu hiyo, kwamba chapendeza kiasi gani kidani hicho. Ile kidani ni ile nasabu imepananisha. Habadha aqid su'dadi, kidani cha ubwana wa fahari, na fahari kubwa. Antafi hivi yatimatul asma, ambao ndani ya kidani hicho wewe ndio nini? Madini ya yatima yale ambayo yalihifadhika. Ni kama vile azungumzia kwamba mababu wa Mtume Muhammad wamepata sharafu na utukufu kwa sababu ya kupatikana Mtume Muhammad ndani ya nasabu hiyo.
na ikatolewa kwenye hakikatu lughawiyu, ikaja sasa ni hakikatu shar'i, kwamba yatima ni yule mtoto ambaye kafiwa na baba, kafiwa na baba kabla albulugh, ndio anaitwa yatima. Sasa kwa nini anaitwa yatima? Kafananishwa ni kuhawilishwa na ile yatima iliyokuwemo bahari, tena aliyatima tulasema kwamba ukiipata maisha yashanyoka. Kwa hiyo kama vile wewe ukimdhamini yatima ukaishi naye kama anavyotaka Mtume Muhammad, anta wa rasulullahi fil janna kahatai, takuwa hivyo, takunu kahatai, wewe na Mtume Muhammad utakuwa kama hivi peponi. Ana wakafilul yatama fil janna kahatai. Mtume asema mimi na yule mwenye kuwalea vizuri mayatima malezi yaliyokuwa mazuri ndani ya pepo itakuwa hivi. Yani pepo atakayoingia Mtume na wewe unaingia, lazima iwe yatima, sababu ukimpata vizuri mambo yako yamekaa vizuri ya akhera. Sasa Qur'ani lakini nasema wafawqa jawharihi fil husni wal qiyam, ni zaidi ya johari za baharini kwa uzuri na kwa thamani, maana zile zilizokuwa ndani ya Qur'ani, yale maajabu yaliokuwa ndani ya Qur'ani ni kitu cha ajabu kabisa ambacho hakimithiliki. Na huko baharini nako ndio kufai kabisa. Kuna sehemu inaitwa Fort Kizon. Fort Kizon inaanzia mita 200 mpaka mita 3000. Ikifika mpaka mita 1000, moja inaendelea mpaka 3000. Kuna mita huko ukifika kuanzia 200 kunaanza kisa cha bahari, mpaka ukifika 3000 huko ni kiza kinene ambacho hakuna kinachoonekana baharini hapo. Lakini haipatikani hayo ila hiyo ni mix katika bahari ya kina kirefu. Na bahari ya kina kirefu kwenye Qur'ani ndio imeitwa al-bahrul lutif. Ni bahari ya kina kirefu, ndio bahari ya maji mengi, ndio hupatikana hicho kina. Hiyo Fort Kizon ndio inapopatikana, hakuna mwangaza wa jua. Sasa Mtume Muhammad, chukua kwanza haya maneno, hajawahi hata kuogelea bahari, hajawahi sallallahu alaihi wasallam. Katika historia yake sijui wenzangu mnaosoma sasa, lakini mimi sijawahi kuona kwamba Mtume kawahi kuogelea bahari, hajawahi. Sikwambii kudai. Hata hivyo kujua kwamba kuna kiza cha bahari, lazima uweze kudaivu chini ya bahari, uende chini kabisa huko na uvae mashine maalum, ndio utajua kuna kiza hamna. Qur'ani imeeleza sura 24:40 kwamba kwenye baharul luji kuna kiza, na wakati mtu wa kwanza kuogelea katika kina kirefu sana cha bahari, kina hicho cha kiza, ni William Bebe na Atos Barton mwaka 1930. Sijuzi tujana Qur'ani ilipoelezea matendo ya watu waovu ikafananisha kama sarabi biqi'a, mwisho ikaja ikasema au kadhulumati fi baharin lujji, au kama vile nini viza. Hasemi dhulmatun, asema dhulumatun. Hii jamu unajua na maana nini? Ni tabaqatu dhulma, ni zile tabaka za viza, kuanzia mita 200, mita 250, 300, 400, 500, 600 mpaka mita 3000 chini, mpaka mita 1000, 3000 kwa chini, ni kiza kinene kweli kweli. Ndio maana Qur'ani hapa ikaja kwa jamu, na hii pia ni katika ijazu la mudhiya fil Qur'an. Ni maajabu ya nini? Ya kimatamko ndani ya Qur'an. Sema au kadhulumati, au kama vile viza, fi baharin luji,
ndani ya bahari ya kina kirefu. Bahari hiyo yaghshahu maujun, maji yanaifunika hiyo bahari. Yana mawimbi yanaifunika hiyo bahari. Ina maana hapa anazungumzia kitu kilichogundulika mwaka 1960, internal waves, mawimbi ya ndani, yanaitwa mawimbi ya ndani, yanafunika min fawqihi maujun. Juu ya haya mawimbi yako mawimbi mengine yanaitwa superficial waves, ni haya mawimbi ya juu yanaonekana. Yote ni sababu inayosababisha pia kisa. Min fawqihi sahab, juu ya hayo kuna wingu maalum ambalo liko achilia mbali wingu la juu ya anga, kuna wingu ambalo liko juu ya bahari, ni sea cloud, pia husababisha hicho kisa. Anaendelea, dhulumatun ba'daha fawqa ba'd, asema Mwenyezi Mungu ni visa baadhi yake juu ya baadhi nyingine, kwa sababu hapa zungumzia zile mita kuanzia mita 200 mpaka 1000 huko, mpaka 3000. Dhulmatu ba'dhu fawqa ba'd idha akhraja yadahu lam yakad yaraha. Aleza kiasi mtu akiutoa mkono wake hakaribii kufanyaje, si kwamba hauoni, hakaribii kuona. Sababu nyayo na hizi nini huwa zinawaka sana ndani ya bahari, sio? Lakini huyo mtu mwenyewe kiganja kwenye hicho kiza, Qur'ani inasema hata wewe mkono wako huwezi kuona kiganja chako. Sasa hii ni maajabu makubwa, maajabu, kwa sababu utafiti wa kwanza kabisa duniani wa bahari ya kina kirefu, kina cha chini kabisa cha bahari, utafiti wa kwanza umefanyika miaka 4, mwaka 1872 mpaka 1876. Ndani ya hizo tafiti ndio wakagundua kwamba chini ya bahari kuna kiza kinene kweli kweli, kiza ambalo halina mfano wake. Qur'ani sura 24 aya 40 imeeleza. Sasa kaifa alima hadha sayyidina Muhammad wa lam yakun fi usuri al-ulumi au fi asri al-ulumi. Kajuaje mtume hakupatikana kwenye zama hizi za sayansi? Maana hii yataka tafiti. Hii ni kuonyesha kwamba innahu laqawlun faslun wama huwa bilhazmi, kwamba Qur'ani ni neno la kweli lenye kupambanua kila kitu na si kitu cha mzaha. Ndipo wanasema si kitu cha mzaha. Ndio pale Mtume Muhammad Qur'ani hapa si kitu cha mzaha. Mtume Muhammad alipoingia msikitini, katika hadithi sahihi, akawakuta sahaba wanasoma Qur'an. Aliwakuta pamoja nao kuna ajamiyun, wasiokuwa Waarabu. Kwa hiyo utamshi wao wa Qur'an hauko sawa sawa. Akaambia tu iqra'u al-Qur'ana wabtaghu bihi Allah, someni Qur'ani na mtafute katika kusoma Qur'an, ni mtafute radhi za Mungu. Qabla an ya'tiya qaumun yuqimunahu iqamata al-qidhi fata'ajjalunahu wa la ta'ajjalunahu. Asema msome sana hii Qur'ani kwa kutafuta radhi za Mungu kabla hawajaja watu ambao watakuwa wananyosha sana hizo ahkamu za Qur'an, wanaisoma kama inavyotakikana, kama vile kinavyonyoshwa nini al-qidah. Qidah ni ule mshale wakati unaponyosha, kama wakati unapotaka kuupiga, wakati ule umeonyosha hivi ndio unaitwa qidhi.
katika kipindi kile wakati tumenyooka. Rejea fiqh lugha, ni moja ya fani nzuri, inaonyesha maneno na matumizi yake. Fiqh lugha ni fani nzuri, kusoma fiqh lugha ni fani nzuri sana katika kujua, na moja ya vitabu vizuri ni katika kitabu ile Jawahir lughati al-arabia, Jawharat lughati al-arabia. Asema msome kabla hawajafikia zama, watakuja watu wanazinyosha sana hukumu hizo kama inavyonyoshwa ni shale, lakini kisha yataajjaluna wala yataajjaluna, wanaitafutia dunia hiyo Qur'ani na hawaitafutii akhera. Lakini zama za kiyama zikidhihiri hizo, jipange vizuri, jua kiyama kinakuja. Asema iqra'u al-Qur'ana wabtaghu bihi Allah, isomeni Qur'an na mtafute kwa kusoma huko Qur'ani, mwitafuteni radhi za Allah subhanahu, kabla an ya'tiya qaumun, kabla hawajaja watu ambao yuqimunahu, watanyosha iqamatal qidhi, kama kunyosha kwa nini shale, yataajjalunahu, watakuwa wanatafuta kwa Qur'ani hiyo ulimwengu. Hii ni tafaala bimaana talabi, watakuwa wanatafuta nini? Ulimwengu. Wala yataajjaluna, wala watakuwa hawaitafuti akhera. Subhanallah, takbir, la ilaha illa. Zikitokea zamani hizi, wewe jipange vizuri, usimshutumu mtu, ujipange vizuri kwamba kiyama chaja. Kwa hiyo maajabu ya Qur'an yako kwenye alfadhi, kwenye matamshi, lakini maajabu ya Qur'an yako kwenye lugha. Mbali na alfadhi, lakini hata ule mpangilio wa lugha, Qur'ani pia kuna maajabu yake. Hebu angalia maneno. Qur'ani inasemaje? Wabqa wajhu rabbika, wasemaje? Sura 28 aya ya 8, aya 88. Basi twende kwenye inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ama tumeikosa hiyo aya. Inna kullu man inna lillahi, hakika sisi ni wa Allah subhanahu, wa inna ilayhi rajiun, haikuwa wa inna raji'una ilayhi, ni wa inna ilayhi raji'un, haikuwa wa inna raji'una ilayhi. Kwa nini sio hivyo? Ni takdir ma huwa haquhu ta'khir liifadati takhsis, kwamba watu hakika sisi ni wa Mungu na kwake tu tutarejea. Sasa ilayhi turja'un na turja'una ilayhi ni sawa, lakini si sawa. Ingia turja'una ilayhi, ingekuwa tunaweza ukifa unamrejea yoyote yule, lakini ukifa warejea kwa Mungu tu. Sasa hili kuwe na takhsis, specialization, ikawa ilayhi turja'un, jarru wa majrur. Hapo imetangulizwa jarru na majrur liifadati takhsis, kufidisha kwamba hili ni jambo la Mungu. Mwenyezi Mungu atuwafikie sana. Kwa hiyo ukitazama mathalan bahari, hicho kisa cha bahari, utaona
Maajabu ya Qur'ani ni makubwa, hayasemekani. Yaani ukisema uzungumze maajabu ya Qur'ani haina mwisho, kwa sababu Qur'ani yenyewe ni ajabu. Moja ajabu kubwa ni maneno ya Mungu tunayoyaona, lakini moja ya maajabu pia kwa waumini sasa ni ile ndani ya Qur'ani unaweza ukapata maneno ya watu waliokufa pia yameandikwa ndani ya Qur'ani. Mtu kayazungumza akiwa akhera, alafu Mwenyezi Mungu akayaweka ndani ya Qur'ani, kama ile maneno ya sahibu Yasin, yule alikuwa mtetezi wa mitume. Alisemaje alipofika kule akhera kule, watu baada ya kumuua washakufa na nini, akatamani watu wake wangejua yale ambao waliopewa na Mungu. Mwenyezi Mungu akaweka maneno aliyosema yeye kwa akhera, qala ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi waja'alani minal mukramin. Maajabu ya Qur'ani pia kwamba natamani watu wangu wangelijua nini, bima ghafara li rabbi, wangejua kunisamehe mimi Mola wangu, msamaha wa Mola wangu. Tukaifanya kwa masdari vile Mungu alivyonisamehe, au kwa kile alichonisamehe Mungu, ambavyo Mungu alivyonisamehe mimi. Waja'alani minal mukramin, akanifanya katika watu pia katika ajabu al-Qur'an. Kwa hiyo tuende tu kama alivyosema Busiri kwamba laha ma'an kama ujil bahri fi madad, wa fawqa jawharihi bil husni wal qiyam, fama tu'addu hapa wala tuhsa ajaibuha. Hii funge darasa hapo, wala tuhsa ajaibu, hawezi kudhibitiwa maajabu yake. Kwa hiyo kila sura utakavyozungumza, utakavyoitaja ina maajabu, kila aya ina maajabu. Hadhara moja ya majuzi mwezi uliopita niliwaambia watu hizi aya za Qur'ani zisiitwe verse. Zikiitwa verse unapunguza cheo, kwa sababu al-aya kullu ma yuaddi ila ma'rifatillah, ni kila kile kinachompelekea mtu kumjua nani? Allah subhanahu. Kwa hiyo kila aya moja ndani ya Qur'an ukisoma kwa makini utajua kwamba Mwenyezi Mungu yupo. Ni kama vile utakuwa unamuona Mwenyezi Mungu. Nilishangaa mimi katika kumfuatilia sana, wakati wa nyuma alikuwa anamfuatilia sana huyo Charles wakati akiwa ni Christians. Kwa simuelewi. Ilikuwa simuelewi kwa sababu alikuwa anatoa matamko mengi sana ya kuiadhimisha Qur'an. Na nadhani katika utawala wake kama mfalme pia ndio mara ya kwanza mwezi wa Ramadhani umeshangiliwa sana Uingereza, sivyo? Wazi kuingia kwake. Lakini kwa kufuatilia sana Qur'ani mpaka alifika mahala akasema we are needed to be taught by Islamic teachers how to deal with our hearts. This will be a beneficial asema we are needed to be taught by Islamic teachers how to deal our hearts. This will be a beneficial it will be beneficial to all Westerners. Asema tunahitajika sisi tufundishwe sisi na walimu wa Kiislamu. Aambia wazungu wenzake hawa Christians ndo king ndo mfalme, wakati ni prince. Asema hii itakuwa ni mafanikio makubwa mno kwa watu wote wa Ulaya, to all Westerners. Wazungu wote watapata mafanikio. Wajifunze nini? How to deal with our hearts, namna ya kushughulika na nyoyo zetu. Kwamba wanaojua ni nani? Waislamu. Sasa katika moja ya maajabu ya Qur'an ni maneno yake alipokuwa anazungumzia Qur'an. Siku moja anasema
I've seen the Lord. And I know that everyone will be surprised when he hears that I saw the Lord. But yes, I saw the Lord. I saw him in the shelves of my books. I saw on the shelves of my book, there I saw the Lord inside it. Inside there the Quran. And in each verse of the Quran which I recite, I see the Lord inside of it. Asa mimi nimemuona Mungu. Asa nimemuona Mungu. Asa najua watu watastaajabu sana. Nimemuona Mungu mimi. Sasa ndio nimemuona Mungu. Nimemuona Mungu kwenye makabati ya vitabu vyangu. Ndani ya makabati ya vitabu vyangu, there's a holiest book of all. Kuna kitabu ambacho ni kitukufu kuliko vyote, nacho ni Qur'an. Hasa katika kila aya ya Qur'ani mimi naisoma, nikisoma kama vile namuona Mungu. Unajua kwa nini? Kullu aya al-aya kullu ma yuaddi ila ma'rifatillah. Aya ni kile kinachopelekea kumjua Allah. Afala tadabbaruna al-Qur'an. Walau kana min 'indi ghayri Allah tunani au ala qulubi aqfaluha. Ala hapa ni kwa maana fauka. Sisi tukaanza darasa sasa nimeisha. Ni kwa maana nini? Fauka. Qur'an nasema kwa nini watu wasizingatie Qur'an? Au juu ya nyoyo, kwenye moyo, juu ya moyo kuna kufuli nini? Ndio maana watu wazingatie Qur'an. Au kuna kufuli? Qur'an yenyewe ndio sema ama ala qulubi aqfalu. Iko hadithi ya Mtume Muhammad inaosema ndio katika baadhi ya nyoyo kuna nini? Makufuli, ya kitafsiri ni aya. Sasa kwa nini aseme kutozingatiwa Qur'ani ni dalili ya kuwa na kufuli za nyoyo? Ni kwa sababu mwenye funguo za moyo unafanya kazi vizuri, na ufunguo wa moyo unaitwa sinul atrial node. Unakaa juu kwenye upande wa moyo katika vile vyumba vinne. Basi vile vyumba viwili vya juu, katikati yake kuna vijinyama vile inaitwa ufunguo wa moyo. Ule ndio unafanya moyo uweze kufanya kazi zake vizuri. Na moja katika kazi ya moyo ni ufahamu. Wamekuja kufahamu kwamba moyo ndio kituo kikubwa cha ufahamu wa mwanadamu. The greatest intelligence center ni moyo, kabla hata ubongo. Hii imekuja kufahamika kuanzia mwaka 1992. Qur'an sishaeleza lahum qulub la yafqahuna biha, wanajua hawafahamu kwa hizo wenyewe, hawatambui. Kwa hiyo ni center of intelligence. 1992 John Amo anakuja kugundua. Kwa hiyo maajabu ya Qur'ani ni mengi, lakini ama ala qulub aqfaluha, hii imekuja kugunduliwa mwaka 1956. Sinul atrial node. Kwamba kuna na ndio ile kwamba kukiwa ile sehemu ikipata matatizo ile unaitoa kile kibeti cha moyo kile ili uendelee kufanya kazi. Kile ni mbadala. Idha ta'azzara al-asl yusawi ila al-badal. Asili kishindikana inapelekwa kwenye badali. Mwenyezi Mungu atuwafikie. Nadhani itoshe. Kwa leo itoshe. Kwa sababu tukisema haitoshi haitakuja kutosha. Kwa sababu Qur'ani ni maneno ya Mungu na hayana mwisho. Hayana ukomo. Kila kitu kwenye Qur'ani ni maajabu. Mwenyezi Mungu atuwafikie sana. Allahumma ya Rabbi ja'al Qur'anal 'azima rabi'a qulubina
wa shifaa'an wa rahmatan lilmu'minin birahmatika ya karim. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.